na watu wenye mwili na damu na nyama. Alikuwa ni Mkristo wa kawaida, alikuwa ni Farisayo, ni Sadukayo, alikuwa amesoma elimu yote ya dini, lakini hakuwa na Mungu ndani yake. Hakumfahamu Yesu wala hakumfahamu Mungu wa kweli, ijapokuwa alimjua kwa maandiko. Alikuwa amemsomea na alikuwa na uwezo hata wa kuwahubiri watu wengine, lakini hakumjua ndani yake. Huyo Mungu na huyo Yesu alikuwa hajafunuliwa katikati ya maisha yake. Ndio maana akaliudhi kanisa, akaendelea kuwa katika maisha mabaya mpaka wakati ule ambao Paulo anasema Mungu alipomfunua Kristo ndani ya moyo wake, macho yake yakatiwa nuru, ufahamu wake ukaona kitu kingine ambacho hakukiona kule shuleni, ambacho hakukiona tangu akiwa mdogo, ambacho hakukiona tangu akiwa anaingia kanisani. Akafunuliwa Kristo ndani ya moyo wake. Ndio maana Paulo anasema Kristo ni siri, ufalme wa Mungu ni siri, ni siri iliyofichwa, ni siri iliyofichwa. Yesu mwenyewe anasema ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu. Sio watu waliomsikia Yesu, sio makutano yote yaliyomfuata Yesu walifungulia ufahamu wao wa rohoni au masikio yao ya rohoni wakapata kujua siri ya ufalme wa mbinguni. Ndio maana wanafunzi wake wanamuuliza Yesu, kwa nini wasema nao hawa maneno ambayo hawezi wakayaelewa? Na Yesu anasema kwenye kitabu cha Marko sura ya 11, sura hiyo ya 4 mstari wa 11, anasema sikilizeni, nasema nao kwa mifano, kwa sababu wakisikia wasielewe, wasije wakaongoka nikaponya roho zao. Bali ninyi naposema hayo na hiyo mifano naposema na ninyi hiyo, ninyi mnaielewa, kwa sababu ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa mbinguni. Ufalme wa Mungu ni siri. Lazima Mungu afunuliwe kwenye mioyo yetu ili tujue mapenzi yake na makusudi yake. Hata kuhubiri kwenyewe lazima Mungu alete udhihirisho wa Roho Mtakatifu, aifunue hiyo siri kwenye mioyo ya watu. Hata injili yenyewe lazima ihubiriwe kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ndio maana Paulo akawaandikia Wakorintho akasema, nilipokuja kwenu sikuhubiri siri ya ufalme wa Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima ya kibinadamu, ili hekima yenu au imani yenu isije ikajengwa kwenye msingi wa wanadamu. Na niasema neno moja, nisijue jambo lolote lile, ila niwahubirie Kristo tu na kumleta Kristo aliyesulubiwa. Ndani ya huyo Kristo aliyesulubiwa kuna siri ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Na Paulo anaendelea kusema tunamhubiri kila mtu, mwanaume na mwanamke, tumlete mtu awe mtimilifu mbele ya Kristo. Siri ya ufalme wa Mungu ni Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kristo akifunuliwa kwenye moyo wako, maisha ya Kristo yanakuja kwenye maisha yako. Hali ya Kristo inakuja kwenye maisha yako. Moyo wa Kristo unageuka unakuja kuwa moyo wako wewe. Nira yake inafungwa kuwa nira yako wewe. Ndio maana alizungumza akasema hivi, jitieni katika nira yangu, maana nira yangu ni nyepesi na mzigo wangu ni mwepesi. Haleluya. Amen. Haleluya.